بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tukiendelea na mafundisho ambayo kwamba Sayyidina Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu akituelezea na kutuashiria mambo ambayo kwamba yatakayomjalia murid athubutu katika mwendo wake kama huu ambao kwamba yenye kutarajiwa na yenye kutakikana daima mwanadamu ajipambe nayo na awe ndo hali yake daima katika ulimwengu kama huu, kuwa ni mwenye kuthubutu na kuendelea katika hali yenye kumfikisha kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala mpaka imjilie al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta atiyaka al-yaqin. Na akifikiria leo Sayyidina Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu akituambia faslun kigawanyo وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة وضيق المعيشة فينبغي له أن يشكر الله على ذلك ويعده من أعظم النعم، لأن الدنيا عدوة والله يقبل بها على أعدائه ويصرفها عن أوليائه، فليحمد الله الذي شبهه بأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. أتنبيه سيدنا الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه تكان قول مريد akiwa ameonjwa ama amepatikanwa na ufakiri na mahitaji ambayo kwamba ya kidhati, ya kimwili, ya kifedha, ya kipesa, ya kuhitajia kwa mwingine ambayo kwamba kama yeye alioumbwa, na pia vile vile kwa nadhiki maisha yake si kama vile wengine ambao kwamba waliofunguliwa kutokana na riziki, kutokana na nyumba, kutokana na chakula, kutokana na mavazi. Basi asema fayambaghi lahu an yashkura Allah, atitikana akiwa na sifa, akiwa na hali kama hiyo ya fakr, ya ufakiri, ya uchache wa mkono aliokuwa nao, basi amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo kama hilo, kwa ajili hilo jambo ambalo kwamba alomwekea ama alomsimamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yake min a'zami an-ni'am, ni kutokana na neema kubwa ambazo kwamba alizompatia. Na pia vile vile kumjalia katika hali kama hiyo, yani kutokuwa na upana katika dunia wa pesa au mali au mavazi, kwa ajili asema dunia kama hiyo ama hali kama hiyo wingi wake sana huwa ni ama hiyo dunia ni aduwatun, ni wadui. Wallahu yukbilu biha ala a'dahi, wafungulia zaidi wale maadui zake ambao kwamba hakuwachagua kwa kurubisha katika rahma zake na ridwani yake Subhanahu wa Ta'ala, wa yusrifuha an awliya'ihi, na weka mbali kwa wale ambao kwamba waliwachagua na kuwatakia khairi Subhanahu wa Ta'ala. Basi asema kwa hali kama hiyo falyahmadillah, numhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alladhi shabbahu bi anbiya'ihi wa awliya'ihi wa ibadihi salihin, ni mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muhimidi kwa kuwa amekushabihisha na wema kutokana na wema ambao kwamba aliochagua na mawali zake na mitume ambao kwamba aliwatumiliza kuongoza waja wake ambao kwamba aliwaumba Subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile wa khairul khalqi ajma'in, na mbora wa viumbe wote Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sifa kama hiyo ya ufakiri alikuwa nayo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hata mwenyewe alisema Mtume sallam, gani asema inna li hirfatan ithnatain, inna li hirfatain ithnatain uhibbuhuma faman ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadhani. Asema al-faqr wal jihad, kuna ufakiri na jihadi. Sifa mbili kama hizi alikuwa akizipenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao kwamba ni ufakiri na jihadi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kama hali kama hii, na ukiwa umepatikana na hali kama hii, basi ni muhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mshukuru kwa amekushabihisha na mtume wake ambao kwamba ni mbora wa viumbe wote hapa duniani. Ndio akasema wakati yamuru wa kana yarbitu hajran ala batnihi min al-ju', Mtume sallam alikuwa kimfikiria hali ya ufakiri alikuwa nao mpaka kifungajiwe kwenye tumbo lake kwa ajili ya njaa. Wakati yamuru shahrani au akthar, ilikuwa kimpitila yeye miezi miwili au zaidi ya miezi miwili, ma tugad fi baitihi narun li ta'amin wala ghairihi, haiwashwi katika nyumba yake moto kwa ajili ya kupikwa chakula au chochote kingine, kunywa, kula, yote kile hakuwa moto kabisa. Inna ma yakunu ala at-tamari wal ma, huwa ni zaidi huwa imma ni yapitiliza siku zake kutokana na maji na tende ama vyakula vingine ambavyo kwamba alikuwa zenye kwa na mtu mathalan kuzipenda zaidi ama yani ile kuikuuza mwili wake kwa siha zingine alikuwa hazipati Rasulullah sallam. Wanazala bihi dhaifun fa arsala ila abiyatihi at-tis'a, kuna siku pale alishukiwa na mgeni sallallahu alaihi wasallam kwa hali ambayo kwamba alikuwa nayo, falam yujad fiha
ma yut'imuhu dhaif, alikuwa hakupata kitu ambacho atakacho mkirimu ule mgeni wake, akamwambia ndani kwa nyumba zangu zile 9 ambazo alizokuwa nazo Rasulullah alaihi wasallam. Basi akatumiliza hali kama hiyo, wala hakufika mpaka pia akatumiliza alipokuja vile hakupata. Mtume sallam akaenda akatumiliza, akaja mmoja katika masahaba akasema nikrim hadha dhaif, na naomba kwamba atakimkirimu yani kama wale mshika Mtume sallam, baada alikuwa kwake hakuwa na kitu na majumba yake mengine yote 9 alikuwa hakuna kitu. Akatoka mmoja katika masahaba mkombe Saad bin Ubada, na kisa chake ambacho kwamba ni maarufu. Akatoka akamchukua yule mgeni wake akampeleka paka nyumbani, akamwambia huyu mgeni wa Rasulullah, sitokubali atoke patupu. Akamchukua akampeleka paka nyumbani kwake, na kafika kule, na alikuwa nyumbani kwake kule, chakula kilichobakia alikuwa chenye kumtosheleza yeye na watoto wake peke yake. Lakini akasema madamu huyu ni mgeni wa Mtume amemshukia, basi nitamkirimu. Akatoka naye akaenda paka nyumbani, akamwambia yule mke wake walazi watoto, ili kuhakikisha kwamba yani ili chakula ipate kumtosha huyo mgeni. Basi yule mama akiwa jaribu kuwalaza kwa kilia, na akiwa jaribu kuonesha kwamba atawapikia chakula kwa kanya hivi na vile, mpaka kalala wale watoto. Walipoanza kulala tena, alivoleza kile chakula akaikaribisha pale, akamwambia sasa mke wake ondoka, nitakuwa mimi naye huyu. Akazima zile taa zilizoko pale, akamkaribishia yule mgeni kile chakula alichokuwa nacho, akawaiwala, akawa kwa yomwacha ule mgeni ale na kuhisi ule mgeni kwamba huyu alana yeye, kwa sababu amezima zile taa, na hakika kwamba ule Sayyidina Saad bin Ubada kwa hali chakula kama hichi, akawamwacha kile chakula kila paka akamaliza, na akatosheka ule mgeni na akamka vizuri. Asubuhi wakaenda kwa Mtume sallallahu asubuhi, akafurahi Mtume sallallahu akamwambia ajaba Allah subhanahu wa ta'ala min sani'ikuma, amestaajabu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kitendo mlichokifanya nyinyi, radiyallahu ta'ala anhu, kwa kile ndio atakashuka kwao. Sura aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema walau kana bihim khasasa wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, yani watoa kile ambacho kwamba chukua nao zaidi, yani kwa kuona hitaji nacho kwa wala hata kama kitawadhuru wao. Na hapa umetaja wanazuoni radhiallahu ta'ala alayhi masala kwa ilikuwa wajibu kwake yeye usahaba kama huyu kualisha mwanzo, kuwatanguliza hawa ambao kwamba ni watoto wake, ambao kwamba ni wajibu nafaka alaihim. Lakini kwa nini akaja jambo kama hili? Je, yajuzu kama mathalan uko na haja ama kuna chakula na hichi chakula kimewajibikia watoto wako kuwalishe kabla tole mgeni, ama mtangulize mgeni kabla? Wakasema wanazuoni kwamba jambo kama hilo alijua kwamba watoto wake watakuwa wataweza kuishi kutokula kile chakula. Kwa hivyo hali kama hiyo kwa haidhuru akamtanguliza ile mgeni. Na pia vile vile kwa wale watoto ama kile chakula kilikuwa alijua kwamba kitatosha baada yake, na akawa ametarajia kwamba kupata ajira ambayo kwamba ya kumchukua ule mgeni wa Mtume sallam na kumkirimu. Akawa kuwa sasa yani kujitoa muhanga yeye kwa ajili ya kumlisha ule mgeni wake ni sababu ya kumuinua daraja yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuonesha namna gani kwamba mtu asitarajie ama isiwe ni sababu ya kuwa yeye asiweze kuwa ni mwenye kukirimu au mwenye kusimamia jambo kama hilo, ila paka awe tajiri, awe na pesa, awe na uwezo ule kwa mpana. Hizo kwa jambo lolote kalifanya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtilia baraka juu yake. Na pia vile vile alikuwa haona taklifa juu yake, na kama alivyoashiria hapa Imam al-Haddad kwamba hii ni sifa ya waja wema ambao kwamba walikuwa nao ufakiri. Sayyid al-Habib Ahmad bin Zain al-Habshi radiyallahu ta'ala anhu aliwahi kujiwa kabla na wageni nyumbani kwake, akawalisha na chakula ambacho kwamba alichokuwa nacho, akawachinjia mbuzi. Ni kwa kumkirimu mgeni wako, ni mkirimu kwa sawa sawa, akamchinjia mbuzi na chakula kizuri akawapatia, wakala wale wageni. Siku ya pili yake akawajia wageni ambao kwamba ni watoto wa shekhi lake Sayyidina Imam al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu. Wakifika kule alikuwa hana kitu nyumbani, hakuketa kajikalifisha, yani akasema kile nilichokuwa nacho mimi nyumbani nitawapatia. Akatolea tende na mkate, akamwambia jana walikuja watu hata si ni watu wa kawaida tu, kwa karimu na mbuzi na vyakula vikubwa, na leo anakuja tu shekhi lako akawa umewakirimu tu na mkate na tena, akasema hili ndio nilikuwa nao nyumbani kwangu, asiwezi kuzidisha jambo kama hili. Hakadha radiyallahu ta'ala. Kwa hivyo kwa mtu kuwa na ufakiri ni si sababu ya kumzuia kuwa ni mwenye kujiendeleza ama kujipatia thawabu za kuwakirimu wengine. Fashahid hapa tuambie Imam al-Haddad kwamba ukiwa umepata ibtila ya ufakiri, basi usivunjike moyo, wala usiwe tena mwenye kujiona uko dhaifu. Madamu endelea kwa njia kama hii, uko na wenzako ambao kwamba labda wako katika njia nyingine, wasoma labda madaris makubwa, wako sehemu zingine, hali zao, majumba yao, magari yao, ukajiona mimi kila siku niko hapa naenda msikitini, nahudhuria darasani, nahudhuria darasa hii, na sina chochote, sina nyumba, sina chakula, sina chochote. La, usivunjike moyo. Bali hiyo ni sifa ambayo kwamba ndio walikuwa nayo wema na mitume alayhi afdhalu salatu wassalam. Na hii ni balaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa shukishia watu, na balaa kama hizo asema fa inna fil balai mihna, katika balaa mtu ana taabu, hupata dhiki. Lakini nasema fi baadhi albala minha, katika baadhi ya balaa huwa ndani yake kuna mapao ambayo kwamba hupata.
Na miongoni mwao kama hayo, kwa mtu murid sadiq na ukapatikana na ibtila kama hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukujalia ndani yake almihna. Asema faman tammat bala'uhu sahhat wala'uhu, ule kwamba ikitimia balaa yake Mwenyezi Mungu amekuonja, amekujalia labda katika hali ya udhaifu, basi imesihi kwa wewe kwa ni wali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuchagua na hali kama hiyo. Naam. Akasema falam yujad fiha ma yut'imuhu dhayfa, kwa Mtume sallam kwa ule fakiri alikuwa nao, hali aliyofikia nayo alikuwa hana chakula cha kumpatia ule mgeni wake. Wa mata yawma mata wadir'uhu marhuna, Mtume sallam amekufa siku aliyokufa na ngawa yake imepata, ilikuwa ni rahani kwa Yahudi. Fi awsi'in min sha'irin, kwa vibaba kutoka na shairi, walaysa fi baiti ma yakula, hakuna chochote katika nyumba yake ama kuna chakula. Dhukabidin, mwenye ambako mwenye uhai. Kafun min sha'irin, kidogo hata ile kwa kitanga cha mkono chenye cha shairi chakula kama hicho. Basi akasema Imam al-Haddad, falyakun qasduka ayuha al-murid wa himmatuka min ad-dunya hirfatan tasturu biha awratak wa luqmatun tasuddu biha jaw'atak min al-halal faqat. Basi wewe murid, wewe kwa hali kama hiyo fakiri, himma yako na kazi zako au muhimmatuka min ad-dunya, basi himma yako khirgatan tasturu, ni kitambara tu kidogo chenye kukusturu aura yako, wa luqmatun tasuddu biha jaw'atak, na tonge la chakula mkombe itakayokuzuia tunja yako min al-halal faqat, kutoka na halali. Na hali kama hii ya dunia au hali ya kuwa na ufakiri zimepokewa kwa Mtume sallam vipeko vingi ambavyo kama nilivyokuelezea fadhaila ambavyo za kuwa ufakiri. Na lakini ukiwa na hali kama ya ufakiri, wewe ni mwenye kuridhia kwa ile ambayo alikupatia Mwenyezi Mungu, sio tena kwa walalamika kila siku, mbona mimi niko hivi, kwa namna kama vile. Hiyo si sifa ambayo utakuwa ni wale ambao walichaguliwa kwa mafakiri. Mtume sallam asema قال يا معشر الفقراء، asema ya معشر الفقراء اعطوا الله من رضاك، اعطوا الله من يا معشر الفقراء اعطوا الله من الرضا من قلوبكم، فقال فتظفروا من ثواب فقركم والا فلا، فتظفروا به من ثواب فضلكم والا فلا. ambao kwamba mlioondwa na ufakiri, basi mridhieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na ufakiri mliokuwa nao, basi mtapata kutokana na thawabu kwa ile ambao kwamba mlikuwa nayo. Na ufakiri ambao kwamba yenye kumfaa ule mwanadamu ni ule ambao kwamba mwenye kuridhia kwa ile fakiri, ule fakiri aliokuwa nayo. Wakasema laysa ahadun afdala min alfaqiri idha kana sabiran, hakuna mtu mbora zaidi ya fakiri yule ambaye kwamba lakini atakuwa ni mwenye kusubiri. Kama hukuwa ni mwenye kusubiri, utakuwa ule mwingine hata kama alikuwa na dunia ama ule na kuwa mwenye kupapalia dunia, hakuna tofauti. Hata kama dunia haiko mkononi kwako, lakini huna tofauti na ule ambaye kwamba dunia iko mkononi kwake na hali yake. Na wenye kuonjwa wako sampuli tatu. Kuna mtu labda kaonjwa akawa ni mwenye kuonjwa kwa mathalan kwa ufakiri ama kwa jambo lolote lingine, basi huwa iko sampuli tatu. Kuna asema ibtila ala almukhallatin, wenye kuonjwa wale ambao kwamba waliochanganyika, hawana misimamo, hawana istiqama katika dini yao wala katika mambo mengine. Asema haula albala, kwa wao ni gamun wa uqubat, ni uovu na kuadhibishwa. Na walbala ala almuttaqin au ala as-sadiqin, bala kwa shukia wale ambao kwamba wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wale kwa kweli, basi hawa huwa kafaratun lahum, na kwa kuwafutia wao madhambi yao. Wakadhalika ibtila ala al-anbiya wal mursalin, kadhalika wana vile balaa kwa wale ambao kwamba ni wa mitume na wengine. Asema hadha lahum min sidqi al-ikhtiyarات, wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wewe hali yako ni kuridhia kwa ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuchagulia nayo. Na ridha, mtu utakujijua kwamba umeridhia kwa ile hali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwafikia nayo ama alikuonja nayo, ni wewe antagilla shakwa au tarku shakwa, ni kwamba uache kulalamika daima. Ule fakiri ambao kwamba yalalamika mimi sina hichi bado si fakiri ambao kwamba sawa sawa. Tarku shakwa wa ikhfa'u athari albalwa, na ufiche ile athari ya balwa inakushukia wewe. Ukiwa mbele za watu kwa kawaida udhihirishe kwamba una mahitajio, udhihirishe kwamba mimi nataka hichi, mimi nahitaji kanya jambo kama hilo, wasitiri yote kama haya. Na huwa ridha huwa taswiyat alhil walmurfi wa taswiyat alhur wa taswiyat alsir alhul wa taswiyat alhul walmurfi alsir, ni kwamba undani wako ule uchungu wako na utamu wako ama uzuri wako na dhiki zako ni sawa, hakuna tofauti. Na pia vile vile antaltaqi almahalik biwajhin dhahik, umepatikana maziko, umepatikana taabu, umepatikana vile na vile, huko elekea kwa uso ambao kwamba ulikuwa na bashasha na uzuri. Na pia vile vile antashhada almihna bi'ain alminha, ushuhudia ile taabu ulishikishiwa kwa jicho ama kwa itikadi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakunipatia vipofu venye kuniinua mimi daraja zangu. Kwa jambo kama hilo hukuinua wewe, yarfa'u biha darajat wa tu'adhamu fiha alhasanat
watablughu biha al-umniyat, ukufikiria wewe katika madaraja ambazo kwamba zilikuwa kubwa. Ndio akasema hapa Imam al-Haddad, wa iyyaka wasumma al-qatil, basi chunga wasumma al-qatil, na sumu ambayo kwamba yenye kukuua, wa antashtaga ila tana'umi bid-dunya, ni utamani kuangalia upate kuneemeshwa na madunia, watarghab fi tamattu' bi shahawatiha, na kuna raghba kutaka kuwa kutamatta na pia kufurahika na dunia iliyokuwa nayo kwa shahawa zake, watakabata almutana'imina biha minan nas, ukaona pia utakao kama vile vile wale waliopanuliwa dunia yao, fasofa yasaluna an na'imiha wa yahasabuna ala ma asabuhu, wataulizwa na wao siku ya kiyama kwa ile neema ambayo kwamba walizopewa, na watahesabiwa ma asabuhu, walichokipata, watamatta'u biha min shahawatiha, na wale ambao kwamba walistarehe nazo kutokana na shahawa za dunia. Ndio ilipokuwa kwa Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam asema, la tanzuru ila amwali ahli dunya fa inna an-nadhara فإن النظر فيها بريقة أموالهم وتذهب حلاوة، فإن النظر في بريقة أموالهم تذهب حلاوة إيمانكم. Hakika kuangalia mali za watu wa dunia kutokana na ile uchache ama kidogo, kutokana na kuangalia mali za watu wa dunia ni sababu ya kutolewa halawa ya dunia. Hii ni kama kuangalia tu kwa jicho la kutamani na kutamani. Vipi mtu akiwa moyo wake wote umeelekea sehemu kama ile? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wala tamuddanna aynaka ila mata'na bi azwajin minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Ni kwamba iwe hali yako wewe uliokuwa na ufakiri sio mwenye kuangalia jambo kama hilo, ni uwe ni kushukuru na kukubali kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kukadhia na kukadiria. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم pokea kwake pia fi hadithi kusi anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yunadi al-fuqara, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yunadi fi yawm al-qiyamah أين صلى الله عليه وسلم حتى أسمى أين خواصي يوم القيامة، أو بهذا المعنى أين خواصي يوم القيامة، قال من هم يا رسول الله، أين صفوتي من خلقي، ويسمى حتى أسمى أين صفوتي من خلقي، ويسمى حتى على نادي سكوا قيامة كوابا ولا مقبل وشجوا كواجام، ويقولون الملائكة من هم يا رب، أسمى الفقراء المسلمين وفقير ولا مقبل كإسلام قانعين بما أعطيتهم ومكيناك كل ما كمل المبتية وراضين بما قدرت لهم، وراضين بقدرنا مرضية وقدر ما كمل وقدر يا واو، فيدخلون الجنة ويأكلون ويشربون والناس في الحساب يترددون. وتنجيزوا حالي كما هي peponi, na kuna watu ambao kwamba wako nje kule wahesabiwa, wako kwenye hisabu, wapelekwa huku na kule kuhesabiwa kwa ile yote ambao kwamba wale wanaameshwa. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم pia alipokea kwake akasema, bali kwa sina hadithi ambayo kwamba kwa sina Anas asema, بلغ عن أمتي بلغ عني الفقراء أن من كان منهم صابرا محتسبا ثلاثة خصال، wafikishie mimi mafukara katika umma wangu ambao kwamba watakuwa wenye kusubiri na wenye kuelekeza mambo yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa vitu vitatu. Asema al-khaslatu al-wahida, khasla ya kwanza, anna fil jannati ghurafun, katika pepo kuna madaraja ama kuna madaraja za juu ambazo kwamba ziko peponi, yanzuru ilayha ahli al-janna kama yanzuru ilayha ahli as-samaa ila nujum, kama yanzuru ilayha ahli al-ardh ila nujumi as-samaa. Watu wa peponi wale pale waangalia zile magorofa zilizo juu kama vile watu ardhini wanapoangalia mbingu, wanapoangalia nyota zilizo mbinguni. Wa khalsatu thaniya anna al-fuqara yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi nisfi yawm, kama mafukara waingia peponi kabla ya matajiri na wale uneemeshwa na uneemeshwa kama haya kabla yao kwa nisfu yawm, na nisfu yawm ni adadi 50 aman, qala وعند ربك 50 وعند ربك واليوم عند ربك 1000 سنة مما تعدون. Na siku moja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama ni siku 1000 ambapo unazihesabu nyinyi hapa duniani. Kwa hivyo nusu mafakiri waingizwa kabla ya matajiri, kabla ya nusu siku, ambapo kwamba ni idadi ya miaka 500 kwa sisi tunazohesabu sisi. Wa khasatu thalitha, ambapo kwamba idha qala al-faqir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa qala mithla dhalika al-ghani, na kasema vile vile ghani lam yalhaq bihi, si sawa wala hamfikii, wa in anfaqa ma'ahu 10,000, hata kama atatoa ni fakira akileta dhikri na akielekea katika ibada yake na kumwelekea Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, na akaja yule tajiri akafanya kama yeye, basi hafiki atakufika, hata kama atatoa na juu yake tena pesa, idadi yake takriban 10,000. Wakadhalika sail amali kulli, na vile vile katika pia amali zingine, kwamba kuonesha ule al-faqir as-sabir al-muhtasib lillah Subhanahu wa Ta'ala daraja yake kujuu kushinda alioneemeshwa na kufunguliwa na dunia. Kwa hivyo mtu akiwa amekadiriwa na hali kama hii akubali na mlekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nazidi kumwelekea. Ndio akasema Imam al-Haddad, wa iyyaka, basi chunga usiwe ni mwenye kutamani kuwa na hali kama hiyo. Nasema walau annaka arafta al-mashaqa allati yugasunahu, law kajua zile tabu ambazo kama wanazozipata wao,
na dhiki ambazo kwamba wanazipata, wal qusas alladhi yatajarraunaha, na madhiko ambayo kwamba wanazihisi wao katika nyoyo zao, wal humum allati fi qulubihim wa sudurihim fi talab ad-dunya, katika kuomba dunia, wal hirsi ala tanmiyatiha, na kuwa na pupa katika kuikuza ile dunia ambayo kwamba walikuwa nayo, wal i'tinai bihifdhiha, na kuwa na yani na kushughulika sana katika kuhifadhi hiyo ambayo kwamba waliopewa. La kunta tara dhalika, bas takuwa na lile yazidu bi adhafin kathira ala ma hum fihi min ladhati tana'um bidunya in kana lahum ladha, basi utaona wewe hiyo yazidi wao katika humum, katika ghusas, katika balaa zote hizo, yani dhika nazokuta wao, kwa kadri wanavyoongeza wao kuikimbilia dunia na kuikuza, basi wazidi wao kwa jambo kama hilo. Asema tara dhalika yazidu bi adhafin kathira ala ma hum fihi min ladhati tana'um bidunya, katika kuwa na ladha katika dunia, in kana thama ladha, kama kuna ladha katika dunia, na hakika kuna ladha katika dunia. Ukienda kumshika moja katika makampuni makubwa mwenye utajiri, au mathalan ameshauri, utakuta hakuna hali yake daima, utamwona ashuka na hili fanywa vile, leo limpelekwa hivi, hili vile, utamwona daima katika madhiko na mafikra. Kwa hivyo wewe tamani kwa jambo kama hilo hakuna, na hata tukadiria kama kuna ladha ndani yake tutakasema itazidi kwa hilo, lakini hakuna ladha ndani yake. Kwa hivyo kinachozidi kwa wao ni kuwa na taabu na humum na yote kama hayo. Tukasema yakfika basi zajiran an mahabbati dunya, basi ni kufisha wewe, kukukataza na kukuepusha kukupenda dunia, wa muzahidan fiha, na chenye kukuepuka mbali na dunia. Qaulullahu ta'ala, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqafan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban surran 'alayha yattaki'un wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'u al-hayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lilmuttaqin. Asema kutosheleza aya kama hii kukataza na kukaa mbali na kuipenda dunia. Walaula an yakuna an-nas, law singokuwa watu ummatan wahida, si watu wa moja, laj'alna liman yakfur birrahman, leo lakini Mwenyezi Mungu Ta'ala ametofautisha baina umma wake. Kuna ambao kwamba walioandikia hivi, kuna waliokadiria jambo kama hilo, lakini leo tusingekuwa kwa kufanya watu umma moja, basi tungejalia wale ambao kwamba walikufuru birrahman libuyutim suqufan, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala majumba yao juu yake suqufan min fiddatin, sakafu zao kutokana na fedha, wa ma'arij 'alayha yadhhurun, na vipito makoma za juu, wa ma'arij 'alayha yadhharun, wa libuyutihim abwaban, na pia vile katika majumba yao abwaban, milango, sururan 'alayha takiun, na vikao ambavyo wanafukitia wao na kuzilemea, wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'u alhayati dunya, basi hiyo yote tena ni mata'atu, mapito ambayo kwamba kwa dunia, wal akhiratu 'inda rabbika mtaqina, siku ya mwisho na wenye kuwafaa na wenye kwa hali kama hiyo na zaidi ni wale ambao kwamba watakumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukasema qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ni jela ya mu'min, wa jannatul kafir, na pepo ya yule alokufuru. Walau kana tazin 'inda Allah janaha ba'udha, hata kama itakuwa yenye kuwa na mizani, walau kana tazin 'inda Allah, leo ingekuwa ina mizani dunia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dunia kama vile kadri ya ama yaitwaje, mbawa ya umbu, masaga kafira min shabarat ma. Mwenyezi Mungu Ta'ala ingekuwa dunia hii ina kadri kwake yeye, walau kama ama ina uzito kwake yeye, kwa kama mfano wa mbao ya umbu, basi masaga kafira min shabarat ma, asingemwisha kafiri chochote kutokana na maji. Wa ana Subhanahu wa Ta'ala mudkhalagaha, Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoiumba dunia kama hii, ma nadhara ilaiha, hakuiangalia dunia kama hii. Wa'lam, basi asema kutosheleza wewe maneno kama haya, aya kama hizi mbili, na pia vile vile tangu alivyoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama hii hakuwa ni mwenye kuiangalia. Kwa hivyo utakuwa vipi namna kama hiyo ukimbilia? Asema wa'lam anna rizqa, basi jua kwa riziki muqaddarun wa maqsumun, kwamba riziki imekadiriwa na imegawanywa. Fa min al-ibadi man yusatu lahu wa usa alayh, katika waja kuna wale ambao kwamba waliopanuliwa na walioselishiwa riziki zao. Wa minhum man dayiqa alayhi wa qutir, na kuna wale ambao kwamba waliodhikiwa na waliofungiwa riziki zao. Hikmatu min Allah, hikma kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akasema Sayyidina Abdullah bin Abbas, bal inna Allah la yabtali al-'abda, inna Allah la yabtali al-'abda shawqan li'du'aihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zakamonda yule mwanadamu kwa sababu ya kutamani kumwelekea na kumomba. Akiwa mwanadamu dhaifu kwake yeye amwelekea zaidi, yatamani jambo kama hilo. Kwa hivyo naye kuchagua kama hili ni hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuchagulia kujalia ni wenye kuwa na sifa kama hiyo. Asema fa in kunta ayuha al-murid, basukawa ayu murid min al-mugattari alayhim, wala ambao kwamba walofinyiliziwa hali zao na dunia yao, fa alayka bisabri war ridha, ni wenye kusubiri na kuwa na ridha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal qanaa'ati bima qasama lak, ni kukinai kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuchagulia na alokuganyia laka rabbuk Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kunta min al-musai alayhim, ukiwa wenye ambao kwamba wasiishiwa walipanuliwa hali zao za dunia, fa asib, basi chukua kifayataka, chukua kile ambacho kutosheleza wewe, khudh hajataka, na chukua haja yako, mima fi yadik,
kilichoko kwenye mkono wako, usiwe ni mwenye kuzidisha na kwenda zaidi na zaidi. Naam. Sema wa'lam, na ujue annahu la yata'ayyan 'ala al-insan. Naam. Naam. Wasrif ma baqi fi wujuhi al-khair, basi na uitoe iliyobakia min wujuhi al-khair, kwa kile ambacho kwamba ulichokuwa nako wujuhi al-khair wa subili al-birr, kwa njia ambazo kwamba zenye yani kukurushia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haula ambao kwamba manusi alahum fil haya ni miongoni ambao kwamba ghaliban huja katika njia ya iktisab, kwamba mtu akatoka katafuta na akafanya. Na al-iktisab ni kutoka miongoni mwa mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia na amesimamisha katika ulimwengu kama huu, kwa mwanadamu au waja zake kuwa na hali mbili, huwa katika hali tadrid ama hali al-iktisab. Katika hali ambayo kwamba uko mbali, ushughuliki na dunia wala hutafuti dunia, na moyo wako umekuwa na yaqini iliyokuwa kamili katika kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hali al-iktisab ambapo kwamba jitafutia sababu zenye kukujalia wewe kuishi katika maisha kama haya na kujiendeleza. Basi ukiwa katika hali kama hiyo ya hali tajrid, mathalan ya kwanza, mtu akiwa katika hali tajrid ni awe hali yake ni awe amekubali na amekinaika na akashikamana na al-yaqin, mwana yaqini. Na ule ambaye kwamba katika hali iktisab amshikamana na al-ilm, wewe ni mwenye kujua. Na al-ilm yamaanisha huwa al-ma'rifatu bil halal wal haram. Ukiwa umekuwa miongoni mwa kwamba walioingia katika iktisab ni wewe umejipamba na sifa ya ilm bil halal wal haram, unajua kwamba jambo kama hilo je, yajuzu ama haijuzu, mambo kama haya nikiyafanya, mambo kama hili nikifanya sifanya, namna kama ndio utafaulu katika njia yako. Na ukiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekufungulia kutoka mambo kama hayo, ni mwenye kutoa. Ukiangalia nani ambaye kwamba mwenye kupewa, nani ambaye kwamba mwenye kusaidiwa. Ndio mmoja kaulizwa, anasema nani mwenye katika waja au katika miongoni wale ambao kwamba alama alizokuwa mtu aliyofunguliwa au al-muktasib au at-tajir al-mutana'am au al-dhafir bima 'inda Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni yupi yule ambao kwamba atakuwa amefunguliwa katika dunia yake na akawa ni wa sawa sawa na mwenye kuendelea na kufaulu katika njia yake. Anasema wa kwanza adam khiltatuhum adam khultati al-dhulama, kwamba yeye utakumjua huyo ambao kwamba alisalimika na katika hata kama umefunguliwa katika dunia yako, umefunguliwa na mali na biashara na zile, basi sifa nne kama zikiwa nazo utakuwa umesalimika na yote haya ambao kwamba zenye kupeleka mtu katika kuangamia na dunia yake. Nasema mwanzo adam khiltatihi fil madhlama, kutochanganyika yeye katika hali za dhulma na kudhulumu wengine. Na safi ya pili wa al-ithar ala ahli al-akhirah, kuwatanguliza na kuwafanyia mengi mema wale ambao kwamba tu akhira. Na ya tatu al-muwasat li ahli al-muwasat lilmuhtajin wa dhulfaqa, na kuwafanyia uzuri na kuwapatia wale wenye kuhitajia, wenye kutaka kulishwa, wenye kupewa na mengine kama hayo, ili kuongoza. Na nne ambao kwamba sema la yadhi', nasema muhafadhatu ala al-khams fi al-jamaa, na kuhifadhi swala zake tano katika jamaa. Mtu akiwa sana sifa kama hizi, hata kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfungulia katika dunia na akawa amekuwa katika makamu al-iktisab na kujua misingi ambayo kwamba alikuwa nayo katika mambo kwamba anawafanya, basi huwa ameokoka na kuwa ni miongoni mwa mwenye kufaulu katika dunia kama hii. Ndio Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ilikuwa akisema katika sokoni, anasema la yadkhul sugana la yabi'u fi sugina wala yashtari man lam yatafaqqah, asiuze wala asinunue yote katika soko zetu yule ambaye kwamba hakusoma wala hajui, kwa sababu yule ambaye kwamba hakujua hii ni halali ni haramu, ataingia tena atafanya maamala mengine za makosa, tuseme kama riba ama ghush ama yote kama hayo, na hayo yote haizujuzi katika muamala, na itakuwa yeye dunia yake ile na iktisabu yake katika haramu. Kwa hivyo ukiwa umekuwa katika hali ya kuwa ni iktisaba, sijichunge na usome yale ambayo kwamba nakuwajibikia katika kazi kama yako. Na kama ahli tajrid na kama ahli yaqin, ndio kukana hali nabii sallallahu alaihi wasallam, ndio kwa hali yake rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jambo kama hilo. Wal iktisab nilikuwa ni sunna yake sallallahu alaihi wasallam, kwa kiamrisha watu kuwa na iktisab kule ambapo kwamba aliandikiwa katika makamu iktisab, na tajrid ilikuwa ni hali yake. Ndio akasema man ankara al-hal faqad ankara al-yaqin au faqad ankara asl al-iman, ule ambaye kwamba atakayekataa atakasema hakuna tajrid, haijuzu tajrid, kwamba mtu aketi tu na kutarajia yani adam al-ishtighal bil asbab, kwamba haketi akajitafutia sababu hakuna kule, basi utakuwa umekanusha asili ya imani. Kwa sababu asili ya imani waamini kwa Mwenyezi Mungu hata ndio mwenye kumpatia mtu, mwenye kumfungulia mtu maisha yake na kumruzuku na mengine kama haya. Na vile vile man ankara al-iktisab faqad ankara sunnah, na yule ambaye kwamba atakayekataa kwamba hakuna iktisab, basi una yapi amekataa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni mtu ni akubali kwa ile hali kwa Mwenyezi Mungu hata kusimamisha juu yake, ni ushikilie uwe katika miongoni ahli tajrid au min ahli al-iktisab. Na utajua vipi katika miongoni ambao kwamba watu wa kweli ambao kwamba wasulihika na kwa ahli tajrid ama min ahli al-iktisab?
Alikuja Sayyidina Umar radhiallahu ta'ala anhu, siku moja aliingia msikitini, akakuta watu watatu wangeti msikitini hawatoki, wao walitoa chakula na vile, akamuuliza mmoja, asema aina taakul, asema inda Allah yarzuquni, qala yuwajjihu ilayya rizqi haythu yasha, asema wala wapi, asema mimi nala kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye huniletea riziki kutoka njia ambayo kwamba anataka yeye. Akamwacha, akaenda kwa mtu wa pili, akasema aina taakul, asema inda akhin li, niko na ndugu yangu mimi, asema yeye aniletea chakula, asema akhuka a'badu minka, basi ndugu yako kule nje kule anafanya kazi na kuhangaika kuletea chakula, ana ibada kushinda juu yako zaidi yako wewe. Akaja kwa watatu akamwambia aina taakul, asema yaroni nasa fil masjid wa yatuna bima akulu, asema niona watu msikitini nimeketi nimelala naenda huku naregea huku, basi akawa hurumia tena kaleta chakula. Asema Umar kwa kaida yake maarufu kwa nadura ile kifumbo chake kidogo, akamba fa'alahu bidurrati, akamba amka ondoka si kwako hapa, enda katafuta kazi ukafanya. Kwamba kwa maana si anayesuluhu, na kwamba hilo ni ule ambao kwamba alikuwa na yakini ile kukamilika, ajua kwamba hakuna anayefanya lolote anayeruzuku mtu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nilipokea mmoja katika salaf waliotangulia, alipita njiani akamkuta kijana mashallah anawiri hali sura zake na mwili wake, yatembea katika majangwa hivi, akasema anta fi hadha almawdi' bila zadi, nuko katika sehemu kama hii na huna chakula. Akasema hal tara ghayra Allah, je, muona sio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Basi asema alipomwona alipojibu kama lile, asema nikamwacha, kwa sababu ninajua kwamba hatazungumza maneno kama haya ila kwamba ana yakini, kwa sababu hali kama hii hamsuluhu mtu yote isipokuwa na yakini. Na vile vile alikuja muona pia vile atembea katika njia zake kwenda haji, kama sijakosea sana Ali al-Khawas, asema alikutana na kijana pia vile vile katika njia kuelekea katika kwenda haji, akamuuliza asema tadhhab ila al-hajj bila zadi wala rahila, waelekea utakwenda Makkah na huna kipando huna chakula, waenda vipi? Asema hal ya'juzu Allah, qala hal ya'juzu alladhi hafadha as-samawati wal ard an yusilani ila Makkah bila ilaga, je, yashinda ule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliohifadhi mbingu na ardhi anifikishe mimi Makkah bila sababu yoyote? Basi asema kaachana naye, asema nikifika Makkah, asema faidha bihi fi tawaf, asema kifutana naye na muone yuko katika tawaf, na yeye akisema ya nafsu sihi abada ya nafsu muti kabada wala tuhibbi ahada illa aljalil samada. Asema nasikia zamani kama haya, asema ewe nafsi yangu zunguka daima katika kumlekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa muti kabada, kufa kwa namna utakavyokufa katika kuifisha nafsi yake na kumwangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaklidi kwamba yote yanatoka kwake. Asema wala tuhibbi ahada, usimpende mtu yote illa jalil samad, sio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hali kama mtu kwa hali kama hii tena ndo yamsulihika kwa ahli tajrid, ama si iwe ni sababu kwa keti msitofanya kazi, msitoenda kutafuta hivi, msitofanya biashara kwa ajili Mwenyezi Mungu mwenye kuruzuku watu, na kama la jambo kama hilo utakuwa ankarta sunnati Nabii sallallahu alaihi wasallam. Ukuweza katika idha ajazta an halihi sallallahu alaihi wasallam fala tatruk sunnata, ukuweza kuwa na hali kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ya tajrid, basi usiache sunna yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, ndio akasema radiyallahu ta'ala anhu, hali kama hiyo wale ambao kwamba watakokuwa ni wamefunguliwa katika dunia na mambo kama hiyo, atakuwa amesulihika na yeye na kwa ni mwenye tena kuwa ni mwenye kufaulu katika dunia yake. Na pia vile vile sababu ya kuhifadhi ama kuole sababu ya wale ambao kwamba watakokuwa yaumul qiyama kufaidika na mafukara, kwa sababu hili ni hali mbili, mtu kwa fakiri, mtu kwa tajiri. Ukiangalia kusoma fadhail za mafakiri, yule tajiri atatamani awe fakiri na akiangalia atasema namna gani, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ukitakuwa kama wao, ukitakuwa katika makamu yao, basi shikamana na wao. Asema alaykum bi ma'rifati al-fuqara wa khuduhum bi aydihim, asema kujishambulisheni kweni karibu na mafakiri na chukueni mikono yao na wao, fa inna lahum dawlatun yawm al-qiyamah, hawa mafakiri siku ya kiyama wana daula yao. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa kaifa dawlatuhum ya Rasulullah, asema idha qama al-qiyamah au idha jaa al-qiyamah qila lahum uksu, qila lahum khudhu aidi man kasakum, endeni mkamchukua yule ambaye kwamba aliwapatia chakula, yule ambaye kwamba aliwavisha, bal wanzuru man sagakum bisharba, endeni kwa yule ambaye kwamba aliwapatia kinywaji cha maji, wadhhabu ila man kasakum bithawban, endeni kwa yule ambaye kwamba aliwavalisha nguo. Asema fakhudhuhum bihi fakhudhuhum wa afidhu bihim ila aljanna, asema chukueni endeni nao pamoja peponi. Kwa hivyo kwa nao muwasati almuhtajin, hadha ni sababu amkoma zenye kumjalia yule mtu alikuwa katika hali ya kuwa amefunguliwa katika dunia yake kusalimika na kuwa ni min alladhina a'radu 'an Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa Sayyid al-Habib Tahir ibn Umar al-Haddad daima kan halatu hakadha, yuhibbu muwasati ma'al fuqara, kwa sababu pia fuqara daima hali yao munkasiratu qulubihim 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kitinawao yuwasima sema natamani niwe na wao, atasikwa kiyama asa inshallah wakiniona nikumbuke nishike mkono niingize na wao.
basi akaenda nao kuketi na wao akiwafurahisha akizungumza nao vile na vile na yote kama hayo. Naam, wakasema wa'lam annahu la yata'ayyan 'ala al-insan, basi jua kwamba hailazimiki ala al-insan kwa yule mtu idha arada dukhula fi tariqi Allah, basi yule ambaye kwamba katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, an yakhruja min malihi, atoe mali yake, idha kana lahu mali, akiwa na mali. Basi mimi nataka ninge katika tariqi ya ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi nijifilisishe, nisitafute kazi, nijiache fakiri. Hailazimiki hiyo. Au yatruku hirfata, waache kazi zake, wa tijaratahu, na tijara yake, in kana muhtarifan, akiwa ni mwenye kufanya ihtirafu, mwenye kutafuta kazi, au mutajira, mwenye utajiri, bali alladhi yata'ayyanu alayhi, basi inakulazimika kwa wewe ukiwa ni watu ambao kwamba wa asbab alayhi bi taqwallah, ni wewe mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fima huwa fi, kwa kila ambalo liko ndani yako. Min at-tujar, wa ni watujara ambao kwamba kama Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, qala at-tujaru yawm al-qiyamati, qala at-tujaru yawm al-qiyamati min al-fujjar illa at-tajir illa man ittaqa wa barra wa sadaqa, isipokuwa yule ambao kwamba alikuwa na ucha Mungu na akawa na ukweli, akawa ni mwenye kufanya mema, wa sadaqa, na akawa na ukweli. Hao ndio matajiri ambao kwamba watakaofaulu nyuma ya kiyama. Ama wengine watakuwa katika min al-fujjar wal iyad billah. Na pia vile vile asema wailun litajirin man la wallahi wa wailun lilmuhtarifin ghadan ba'da ghad. Asema wana ni zaidi kubwa gani ambao kwamba, ama ni adhabu kubwa gani, ama ole wao namna gani wale ambao wenye kutafuta biashara na kuwa kiapa hapa kudaima na kudanganya watu, na wale kutafuta hifa akipatia watu mathalan mayadi kwamba kesho baada kesho, kesho baada kesho, asema ole wao gani watu kama hao kwa kiyama. Kwa hivyo sifa kama hizi ndio utakudhuru wewe, lakini ukiwa katika pepo, ukiwa katika hali kama hizi na uko umeshikamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ukafuata ile ambayo alikuamrisha, ndio utakuwa khair. Ndio tunasema atyab ma yakulu rajul bikasbi yamini, kile kizuri ambacho kwamba anachokula mwanadamu au mtu, kile ambacho kwamba alikutuma kwa mkono wake, si kwa kutaka kupewa daima na mengine, si mwenye kupewa kila wakati. Kwa hivyo ukiingia katika hali kama hii, shikamana ambapo kwamba uliamrishwa, usiwe mwenye kukhalifu maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala paka ukawa tena mwenye yani kukosea ama kudhulumu wengine katika hali kama hiyo. Akasema hapa Ibn Haddad, bal ladhi yata'ayanu alayhi taqwallah fi ma huwa fi, na uchamungu katika hali ile. Kwa hiyo wal ijmalu fi talab, ni mwenye uzuri katika kutoa fi talab bihaythu la tuk faridatan, na katika yani ni mzuri katika kutafuta kwako ile riziki yako, katika kutoa katika kunini, kwa hali kwa nini bihaythu la tuk faridha, kwamba huachi faradhi zako, wala nafila wala sunna, wala yaka'u fi muharramin, wala hatuki katika haramu, wala fudulin, wala katika vitu vingine sio haramu, sana katika shubha ama mengine zaidi hayo, wala tasluhu listi'anatu bihi fi tariqillah, wala fudul la tasluhu listi'anatu bihi, wala mambo mengine zaidi kama tutangulia hayo, kwamba kuchanganyika na watu ambao kwamba sio kukumbusha Mwenyezi Mungu wala kukaribisha na Mwenyezi Mungu, usijishughulishe na hayo mengine fi tariqillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema rahimallahu Mtume sallam akiwasifu ambao kwamba hao wenye kuingia katika tijara na mengine, asema rahimallahu abdan ba'a samhan واشترى سمحا وقضى سمحا، أو يعني إذا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى. Asema Mwenyezi Mungu Ta'ala rehema kwa juu yake, yule ambaye kwamba atakayeuza kwa uzuri na atakayenunua kwa uzuri, na yule ambaye kwamba atakayekidhi kwa uzuri. Na yule kama hiyo, mtu akija kwako uhudhuriana kwa uzuri, amelana kwa uzuri, mpatie kwa uzuri na mengine kama haya, na ushikamane na faradhi zako na swala zako, na uendelee na biashara zako. Asema fa in alima al-murid, basi akijua murid annahu la yastaqimu qalbuhu, basi kalbu yake moyo wake hauna istiqama, wala yaslamu dinuhu, basi dini yake tusalimika illa bitajarrud, isipokuwa basi akawa ni tajarrud, tena akajiepusha na mali yote, wa an asbab albatta, basi akawa tena mbali na kujitafutia sababu zote, lazima hudhalik takulazimikia. Ukijua hali yangu mimi hapa sitasulhika ile ni mbali na dunia, na ukifika kwamba hali ambayo kwamba ni yaqeen, umekuwa na yaqini kwamba kwa mimi na nitakapokuwa na huna ambapo kwamba ni lazima juu yako kwa kutolea nafaka, basi enda ukakitafuta sehemu kajificha, ukajiongezea ndani majangwani kule, kama mporini, kama wapi kaishi, wala shay, itakuwa ni naslah juu yako. Fa in kana lahu azwajun, madhaki juu yako kuna wake na watoto, au auladun, watoto, tajibu nafakatuhum, basi kulazimikia nafaka zao, wa kiswatuhum, na kualisha wao, lazima hulikiamu, badala kulazimisha qiyam bidhalika, kwa hilo, wasa'i lah, na kujiendeleza nao. Fa in ajiza an dhalika, basi akiwa hawezi kwa hayo yote, aiza ni adhuruhu shar'a, yani aiza ambapo kwamba shar'u yampatia udhuru, faqad kharaja min al-harj wa salima min al-ithm. Basi ukweza kama hiyo, una watoto, una sehemu utakusimamia, lazima uangalie, basi fanya, katafute kwa kadri ambapo kwamba utakawalisha wao, usije tena ukajipeleka ukakosesha wao haki zao, na unajua kwamba kulazimika wewe. Asema wa'lam ayuha al-murid,
basi jua ya murid annaka la taqdir ala mulazamati at-ta'at, kwamba huwezi kujilazimisha na taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mjanabati shahawat, na kuwa mbali na shahwa zako, wal i'rad an dunya, na kujiepusha na dunia, illa bi an tastash'ir, illa ni ujihisishe fi nafsika anna muddata bagaik, kwa muda kwamba utakaobakia fi dunya ni ayamun qalila, na si kwamba ni kidogo. Wa annaka amma qarib, kwa katika ukaribu tamutu, utaondoka. Fatansiba ajalaka baina ainaik, basi ni ujalie ajali yako karibu na macho yako, ni kwamba una mauti karibu sasa hivi, nitaondoka mimi, hakuna wakati kwamba utakaochelewesha. Watasta'idda lilmaut, wajiandaa na mauti. Watugaddira nuzulahu, wakadiria kwamba kushukia kwako fi kulli wakati, wakati wote. Nasema iyaka tula al-amal, basi ujitahadhari sana na kuwa na amal na matarajio ya marefu, kwamba mimi nitaishi miaka hivi, nitafanya vile, nitakwenda huku. La, chunga na jambo kama hilo. Fa innahu yamilu bika, hakika basi yakupeleka wewe ila mahabbati dunya, tukupeleka kupenda dunia. Wa yusagilu alayka, itakupatia wewe uzito fi mulazamati ta'at, katika kulazimana na taa yako, walikbala ala al-ibada, na kuelekea ibada Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, wa tajarruda li tariqi al-akhirah, na kupokeka na kuwa katika njia ya kufikishia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siku ya akhirah. Fi takdiri qurbi al-maut, na ukudirie kuwa karibu na mauti, wa kasri al-mudda, na uchache wa muda al-khair, wa kasri al-muddati al-khair kullahu. Wa fi takdiri qurbi al-maut wa kasri al-muddati al-khair kullahu, na kumkadiria kukaribia mauti na uchache wa ile khair ambayo utakokuwa nao. Fa alayka bihi, basi niwe nao. Wafaqana Allah wa iyyakum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie na wewe. Hali kama hizi za mwenye kuwa na ufakiri, sifa ambayo kwamba leo tuelezea Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, ni kwamba mtu apate kuzuhudia kutokana na dunia, kwa sababu dunia kama hii mtu akiwa na raghaba nao zaidi itampeleka katika kuifisha moyo wake. Na ukipata mathalan ibtilaa kwa mathalan ni fakiri, ama pia vile vile kwa ni mwenye kuwa na ufunguliwa katika dunia yako, usiwe ni mwingi wa kuwa yani kukupelekea ile mali yako kukufikisha katika hali ya kuingiza katika maasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile ile fakri yako mathalan uchache wako ambao kwamba ulikuwa nao wa hali, usipelekee wewe ukawa tena mwenye maasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasema akasema kada al-faqra an yakuna kufra, yaendelea mpaka ile fakri mathalan fakari ya mtu kamfikishia tena mwenye kukufuru, akadema hulalamika, mimi sina, mimi nataka hichi, mimi mbona sipati, mbona huwapewa. Mwenyezi Mungu amekadiria, ashamkadiria kwamba utakuwa hali kama hii, si lazima kwa amemkadiria wewe vile vile. Wewe ni ukinaike kwa kila ambacho kwamba ukadiria Mwenyezi Mungu, ankujalia hali yako mathalan katika wale utakuwa tena ni kwamba ule kufuru. Na pia vile vile asiwe ni mwingi ambao kwamba wakukisiri kulalamika, ama mwenye kuomba zaidi. Sababu mwenye kuomba zaidi kama ilivyokuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tazalu almas'alatu bi ahadikum, asema la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhihi mas'atu lahmin, asema haiendelee ule mtu bado katika hali yake hiyo aomba kila wakati, mpaka atakuwa akienda kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hana hata kidogo katika nyama, hana hata ile yani kufutwa nyama katika uso wake, aenda kumwelekea Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, yeye tayari amekauka ule uso wake kwa sababu ya wingi wa kuomba. Kwa hivyo isiwe ni tabia mtu ambaye kwamba aliyopata ama murid ambaye kwamba atakufika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amekujalia huna mali, huna pesa, huna vitu vizuri, sio ukaomba ukaitisha kuomba. Na katika kuomba pia miongoni mwa sababu za kufikisha jambo kama hilo, kwamba ukaenda ukaomba kwa mtu kwambia nisaidie na hichi, nipatie hichi, kwa sababu kuomba asili ya kuomba ni haramu, haijuzu kuomba ila li dharura. Uko na dharura tena ya haja, kwamba mimi siwezi pata kwingine isipokuwa kwa huyu, mpaka niombe tena uende kuomba. Zaidi hapo usiombe. Na pia ukishaomba ombe kwa kadri haja yako, ukishapewa ile haja yako yatosha. Ama ukienda mathalan ukaomba kwa tofauti ile, itakuwa umekosea na umefanya haramu. Na utakuta pia labda mtu yaomba yatumia njia ya kusema kwamba bwana mimi nimeenda kwa fulani akanipa, yani akamdanganya yule mwenzake kwamba mimi fulani nakwenda akanipa, yani basi naye akaona afadhali nikupe, kama fulani alishampatia mimi nitampatia, ukachukua na kumbe ni mrongo, hukuwa hata hukukupa yule fulani, wewe unatumia ile njia kwa ajili ya kupatia kupe, kumbe unachukua mali haramu. Ama kwa fulani bwana hakuna mtu anipa hivi, sina hivi, hakuna mtu anayepatia, akakuona huruma akakupatia, hiyo pesa vizuri. Ama kwenda kuomba kwa mtu ambapo kwamba mbele za watu, bwana niganyie, ama bwana nipatie, namna kama na wewe, na ule mtu mbele za watu ataona haya na kuregesha patupu. Kwa hivyo utachukua, yeye atakupa kwa kuonea haya. Wa in halla dhahiran lakin lam yahil batinan, hata kama imesihi amekupatia kwa matakwa yake kwa dhahiri, lakini ndani binaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaridhia kukupatia hali kama hiyo. Kwa hivyo ukiwa fakiri usikithirishe masala ya kuomba, itakuwa ni sababu kwamba sizo zinazotakana numleke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala daima. Na pia vile vile kwa ni ghani ni wenye muwasati almuhtajin wa yata'u lahum. Utakuja sasa
Marhaba. Inshallah. Na vile vile basi akiwa ni mtu ambaye kwamba ni ghani, awe ni mwenye kama tulivyosema yuasil muhtajin wa yatihim haqqahum, na akurubishe na wao na wafurahishe daima. Bihadha inshallah, bihadhi al-ahwal Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amemkubali na akapambika na hali ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alomjalia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah اجعلنا ان شاء الله من الفقراء، يحشرنا في زمرة الفقراء، واجعلنا من الفقراء الذين قنعوا بما اعطاهم الله ورضوا بما قدر الله لهم في خير وفي عافيه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.